Amenipa nifundishe kwa ufupi sana. Somo linaloitwa usiogope, maana Bwana yu upande wako. Usiogope, maana Bwana yu upande wako. Usiogope, maana Bwana yuko upande wako. Bwana Yesu mwema, nakushukuru kwa ajili ya kanisa. Asante kwa ajili ya watu hao walioko hapa na walioko mbali, wanaonisikia kwa njia mbalimbali. Baba, nalipeleka neno lako sasa likawa ufunguo na uponyaji katikati ya watu wako. Yuko mtu mahali ambaye anahitaji msaada wako. Mahali alipo apokee neema, apokee uzima, apokee uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili wanaotufuatilia kwa njia ya kimitandao. Natamka mema ya Mungu katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu ya watu wako. Baba, ninaachilia neema katikati ya watu wako walioko hapa, walioko mbali, walioko mataifa ya nje. Baba, kwa jina la Yesu naachilia uwezo wako na nguvu zako kwa damu ya Yesu Kristo. Asante Baba kwa walioko mikoa mbalimbali. Natamka neema ya Mungu iwe juu ya watu wako katika jina la Yesu. Ile familia ibarikiwe, yule baba na yule mama barikiwe, na wale watoto wabarikiwe. Nimesimama madhabahuni pako Baba, naachilia baraka katikati ya watu wako. Asante kwa ajili ya sauti hii Baba inayosikika katikati ya kusanyiko hili. Asante kwa sababu neema yako Yesu inaenda pamoja nao, inafika mahali walipo watu wako. Yuko mtu anahitaji msaada wako asubuhi ya leo. Inaomba neema yako, inaomba nguvu zako ziwe juu ya mtu huyo, ukambarike, ukamuinue, ukampatanisha na shuhuda zake, ukampatanisha na kazi yake, ukampatanisha na amani yake, ukampatanisha na furaha yako katika jina la Yesu. Baba, asante kwa sababu neema ya Mungu imeita juu ya taifa, imeita juu ya watu wako. Asante Roho Mtakatifu, asante maana saa hii wewe ndio unalihudumia kanisa. Saa hii wewe ndio unaabudiwa. Saa hii wewe ndio unatukuzwa. Baba, pokea sifa, heshima na utukufu katika jina la Yesu. Nimeomba nikiamini. Wote tuseme amina kanisa la Bwana. Sema amina uliyobarikiwa na Bwana Yesu. Basi nilete hilo somo mara moja kwa sababu wapo walioko hapa wako wananifuatilia mahali popote. Ninafundisha habari ya somo linaloitwa usiogope, maana Bwana yuko upande wako. Nami nimekuja na hilo neno asubuhi ya leo kwako. Mungu amenituma kwako unayenisikiliza mahali popote ulipo, na hata ulipo katika nyumba hii, ya kwamba Mungu anasema usiogope, maana yuko upande wa nani? Wako wewe. Naomba nisome kitabu cha Samuel wa kwanza ile sura ya 17. Ningelitamani sote tufike hapo tujifunze kwa pamoja kile Mungu anachotamani tujifunze kwa utukufu wake mwenyewe. Sema amina uliyobarikiwa. Samuel wa kwanza 17. Ninaomba kwa utulivu wa Kristo Yesu ndani yangu na ndani yako pia tufuatane kwa pamoja. Mstari wa 32 naomba nianzie mpaka ule mstari wa nitakapokomea hapo. Nitakutajia mstari ambao tutakomea, lakini natamani fuatana na mimi kwanza kwa habari wa ule mstari wa 32. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Samuel wa kwanza 17:12, Daudi akamwambia Sauli asisimie moyo mtu wa yeyote kwa ajili ya huyu. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Mstari wa 33, Sauli akamwambia Daudi, uwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu ukapigana naye, maana wewe u kijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. 34, Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako
alikuwa akichunga kondoo za baba yake, na alipokuwa akija simba au dubu, akakamata mwana kondoo wa lile kundi. 35 Mimi hutoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, na kumrukia, na kumshika ndevu zake, na kumpiga, nikamuua. 36 Mtumishi wako alimuua simba na dubu pia, na huyu Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama pamoja, atakuwa kama mmoja wao, kwa sababu ametukana majeshi ya Mungu aliye hai. Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na kucha ya simba na dubu, na kucha ya simba na makucha ya dubu, ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, enenda na Bwana atakuwa pamoja nawe. Sema amina. Nisikilize tafadhali. Nafundisha somo la kutokuogopa. Biblia inasema wakati wa Israeli, wakati ule kuliinuka vita kati ya Wafilisti na Waisraeli, na vita ile ilionekana taifa lilikuwa na nguvu kuliko la Kiyahudi ilikuwa taifa hili la Wafilisti. Na umeona kwa muda siku 40 huyu Filisti au Goliathi alikuwa akijitokeza na jeshi lake mara kwa mara, wakitengeneza kinachoitwa kiapo ya kwamba mtu atakayeua mmoja wao wa majemedari wa jeshi lao, yani kwa maana ya huyu ambaye nasoma habari zake, basi au atauawa yule jemedari wa jeshi la Israeli, yule atakayeua mwenzake, basi taifa hilo litakuwa mtumwa wa hao waliomuua yule jemedari. Kwa hiyo alikuwa anafanya hivyo mara nyingi, na jeshi la Israeli lilikuwa linajitokeza kutafuta namna ya kupigana naye, lakini kwa sababu ya vitisho na kwa sababu walikuwa wanaona na nguvu kuliko wao, na alikuwa na silaha, ni jitu la pande la mtu, alikuwa amepanda juu futi 9 juu, alikuwa ni mtu ambaye sio kawaida, na alishikilia silaha, alikuwa ni mtu ambaye amebebewa silaha, na alikuwa na uzoefu wa vita kama Sauli anavyoitambulisha Daudi. Biblia inasema kwamba akadhoofisha au akafadhaisha mioyo ya wana wa Israeli, kuanzia Sauli mwenyewe ambaye ni mfalme wa Israeli. Akafadhaika, akajua kwamba hana uwezo wa kupigana vita, hana uwezo wa kumshinda Goliathi, hana uwezo wa jeshi lake kuwa washindi au kulitoa ushindi katika taifa lile. Nataka nisikilize mtumishi wa Mungu, jinsi ambavyo Mungu haokoi kwa upanga, wala haokoi kwa bunduki, wala kwa mabomu, ila Bwana ataokoa kupitia jina la Yesu. Sema amina. Amen. Kanisa la Mungu, tunaelewana hapo? Sasa angalia, kwa sababu nimekatiza story, utaona baba wa Daudi aitwaye jina lake Yese. Mzee Yese akaandaa jamii 10, akawaambia, nenda ukawatazame ndugu zako na wapelekee chakula, na ukampe yule msimamizi wa jeshi la Israeli, ukawajue wako katika hali gani. Na alipokuwa ameenda, wale ndugu zako walipomuona Daudi, kaka yake mkubwa aliyekuwa anaitwa Oriabu na mwingine ambao waliandikwa katika jeshi la Israeli, na walikuwa ni sehemu ya lile jeshi, walichukia kuona Daudi yuko mbele ya vita, tena anadondosa wale wanajeshi kwamba mtu huyu atafanywa nini ambaye anafanya haya na yale. Kwa hiyo
aliambiwa. Lakini nataka nikuambia asubuhi ya leo, wewe unayenisikiliza, ya kwamba alipojua kwamba kuna siri ya yeye kuwa mshindi katika taifa la Israeli, na akaahidiwa kwamba ataozeshwa kwa mfalme, yaani binti ya mfalme, atakaa katika nyumba ya mfalme, na ile ukoo wao utawekwa kuwa huru katika taifa ile, basi akasema yeye ana uwezo wa kupigana na Wafilisti. Na jambo la kwanza ambalo nataka tujifunze, yule aliyekuwa msimamizi wa jeshi alipojua amepatikana kijana tena ambaye sio mwanajeshi kama wao, lakini ana mbinu za rohoni, akasema anaweza kwenda kupigana ile vita. Akasema aishi hapo, wacha nikupeleke kwa mfalme, ukaseme naye maneno haya uliyosema na mimi, au uliyosema na Israeli, majeshi ya Israeli. Na alipokuwa amepelekwa, neno ambalo Daudi alienda naye kwa mfalme, aliwaambia asizimie moyo mtu awaye yote, mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Wafilisti. Sema amina. Daudi maneno yake ni kutia moyo. Kazi ya kanisa ni kutia moyo jamii, ni kutia moyo taifa, ni kutia moyo watu wa Mungu. Kwa hiyo pale ambapo wamekosekana majibu, pale ambapo wamekosekana matumaini, kazi ambayo Mungu ametuweka hai na ametuweka tufanye ni kuiambia ulimwengu hakuna wa kuangamia, kwa sababu tunaye Mungu aliye hai. Sema amina kanisa la Bwana. Nataka nikuambie hivi, wako wengi ambao wamepoteza matumaini, wako wengi ambao hawana uhakika na maisha yao, wako ambao tayari wako kwenye hofu kubwa, hawajui mbele yetu kuna jambo gani, wanaiona giza nene. Lakini nimekuja kwako na neno hili ya kwamba Mungu anasema usiogope, maana yeye yu upande wetu. Sema amina. Mungu yuko upande wako katika jambo unalolifanya. Kama unafanya kazi, nataka nikuambie wewe unayenisikiliza, uko hapo, uko mahali popote, ya kwamba Mungu yuko upande wako katika jina la Yesu. Sema amina. Nasema Bwana yuko upande wako kwa jina la Yesu. Daudi alipopelekwa kwa huyu mfalme, alimwambia mfalme maneno ya faraja. Akamwambia, nenda iambie Israeli wasizimie moyo mtu wa yeyote, mimi na uwezo wa kwenda kumpiga huyu, nina uwezo wa kuangusha huyu adui, nina uwezo wa kuiondolea Israeli aibu. Hiyo ndio sifa ya kanisa, hiyo ndio sifa ya mwenye haki. Mahali penye aibu, kanisa linapokuwepo, aibu hiyo inafutika kwa jina la Yesu. Kama familia yako imeaibika, unapokutana na Mungu aliye hai, aibu ya familia inafuta moja kwa moja, maana umekutana na nguvu za Mungu katika jina la Yesu Kristo. Sema amina. Sauli aliposikia maneno yale, ndiye alizidi kuharibikiwa kabisa. Akamwambia Daudi, wewe hawezi kwenda kupigana vita na Mfilisti huyu, kwani mtu huyu ni mtu wa vita, amekuwa mwanajeshi mzoefu wa miaka mingi, ana uzoefu wa vita kwa muda wa kutosha. Wewe hata mgambo hujawahi kucheza, na leo unajitokeza niwaambie Israeli hakuna mtu wa kusimia moyo, mimi nitakuwa mkombozi wao. Sema amina. Naomba Mungu akufanye kuwa mkombozi kwenye familia yenu. Naomba Mungu akufanye kuwa mkombozi katikati ya taifa lako. Mungu akufanye kuwa mkombozi mahali ambapo watu wamepoteza matumaini katika jina la Yesu Kristo. Sema amina uliyebarikiwa. Daudi akaonyesha neno la faraja kwa mfalme. Aambia mtu yeyote asizimie nini? Moyo. Sisi tutakwenda kupigana nao. Mimi nitakwenda kupigana na nani? Na huyo Mfilisti. Na sijui ni nani anapigana na wewe. Ni nani amekutishia kama alipotishwa Israeli? Wakaogopa, mioyo yao ikayeyuka, wakajua wanaenda kufa.
Hakuna mtu ataokoka mbele ya Goliati la jeshi la Wafilisti. Lakini akatokea mtu mmoja aliyeinuliwa na Mungu kwa majira ile, aitwa jina lake Mwana wa Yese, Daudi mtumishi wa Mungu aliye hai. Akasimama yeye akasema, nina uwezo wa kuangusha hiyo kiburi cha Goliati. Sema amina. Mungu ataangusha kiburi cha huyu aliyekuwa mbele yako leo. Naje umetishwa, yamkini waliokutishwa wako mtaani, waliokutishwa wako katikati ya familia, waliokutisha ni maisha. Wakati mwingine kila jambo zuri linapokuwa mbele yako linaharibiwa kwenye mikono yako. Vitu vizuri havitokei kwenye mikono yako, vinaharibika. Kila jambo zuri linalojitamani kwako hakuna linalotokea. Nataka nije kwako na neno hili nikuambie usiogope. Yupo Mungu aliye upande wako. Yupo Yesu yuko upande wa familia yako. Yesu yuko upande katikati ya kazi yako. Utakapoondoka mahali hapa leo, utakaposikia sauti hii leo, mahali ambapo pamekosekana matumaini, Mungu akuinua mchana wa leo. Mungu akuinua asubuhi ya leo. Mungu akuinua jioni ya leo. Natangaza ya kwamba mahali ambapo matumaini yamepotea, naomba Bwana akutie moyo leo. Uinuka usimame tena katika jina la Yesu. Sema amen ulibarikiwa na Bwana. Hakuna kuzimia tena. Daudi akasema, mimi mtumishi wako nilipokuwa nachunga kundi dogo la baba yangu ya mzee Yese, alikuja simba mbele yangu, akaishika lile kundi, akaikiwa na rarua mwana kondoo. Mimi ninatoka la kumfuatia, lafu nikamrukia ndevu zake. Simba akamchana chana, akamuua, akamnyang'anya yule kondoo, na kondoo akawa salama. Hiyo ndio kazi ya mchungaji. Mchungaji anasimama kwa ajili ya kondoo. Hawezi kuruhusu simba hararue taifa. Hawezi kuruhusu simba hararue kanisa. Hawezi kuruhusu simba hararue yote ambaye ni mwenye haki katika taifa hili. Sema amen na kanisa la Bwana. Kwa hiyo Daudi akafariji. Daudi akamfariji mfalme, akafariji Israeli. Akawaambia, msiogope, mimi leo nitapigana naye. Mimi nitakwenda kupigana na nani? Na huyu ambaye ninyi mnamuogopa. Wacha